Nilimtaja Mheshimiwa Abeid Ramadhan Iwondo. Mheshimiwa Flatei Gregory Masai ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru sana kwa kunipa na mimi nafasi niweze kutoa mchango wangu kwenye hotuba hii ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu, ambayo tunasema hizi ni bajeti za majumuisho baada ya kazi kubwa ambayo imefanyika kwa miaka hii minne ya uhai wa bunge hili. Sasa hii ni bajeti ya majumuisho ya mambo mema mengi mazuri ambayo serikali yetu kupitia usimamizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu imeyafanya. Na nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi nzuri ambayo anaifanya, pamoja na mawaziri walioko kwenye ofisi yake, manaibu pamoja na watendaji kwa ujumla. Na mimi kwa kuwa niko kwenye kamati ya utawala, katiba na sheria, kule tunasimamia pia ofisi ambazo ziko chini ya Waziri Mkuu. Tunapata ushirikiano mzuri kutoka kwao na tunaona mambo mengi yanakwenda, ikiwemo lile la kukamilika kwa jengo la msajili wa vyama vya siasa hapa Dodoma, ambapo tunatarajia fomu ya ile ya Mheshimiwa Rais itatokea pale. Na hapo niseme pia kwamba nampongeza Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa kiwango kikubwa Watanzania wanaridhika na utendaji kazi wake, uaminifu wake, uadilifu wake na uchapakazi ambao ameuonyesha kwa kipindi hiki akiwa madarakani. Na ndio maana siku ile ya tarehe 18-19 mwezi wa kwanza, wanachama wenzake wa CCM tukiwepo sisi, tukasema kwa kauli moja kwamba mama yetu huyu, rais wetu kipenzi, anastahili kuendelea kuiongoza nchi yetu kwa kipindi kingine cha miaka 5. Tulifanya hivyo sio kwa kukurupuka, ni baada ya kuona kazi nzuri iliyofanyika. Tumefanya tathmini, kikao cha watu 3000, tumefanya tathmini maeneo mbalimbali, kona mbalimbali za nchi yetu, tukaridhika kwamba rais wetu na serikali yake anastahili kuungwa mkono na kupewa ridhaa tena kwenda kuongoza nchi yetu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti,